Mpendwa msikilizaji wa JJ Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi yako kwa kuliinua jina la Yesu katika maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika, na Mungu akubariki. Piga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Disemba 31, somo linasema washirika pamoja na Kristo wa utukufu wake. Na tuombe. Mtakatifu Baba uliye mbinguni, asante kwa siku nyingine uliyotupatia. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tufundishe sana mapenzi yako, tunamwomba Yesu Kristo, amen. Isaya 25 mstari wa 9 inasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tulimngoja tusaidie, na tushangilie na kufurahia wokovu wake. Yesu anakuja, lakini si kwa ajili ya kusikiliza huzuni za wanadamu na kusikiliza mwenye dhambi aliye na hatia akikiri na kuungama dhambi zake na kumtamkia msamaha, maana kesi ya kila mmoja itakuwa imekwisha amuliwa kwa ajili ya uzima au mauti. Wale walioishi katika dhambi watabaki kuwa wenye dhambi milele. Wale ambao wamekiri na kuungama dhambi zao kwa Yesu katika mahali patakatifu, wamemfanya yeye kuwa rafiki yao na kuupenda ujio wake, watakuwa wameandikiwa msamaha kwa dhambi zao zote, na hali wakiwa wametakaswa mioyo yao kwa kutii kweli, watabaki kuwa safi na watakatifu milele. Yesu anakuja kama vile alivyopaa kwenda mbinguni, ila akiwa na utukufu zaidi. Anakuja na utukufu wa Baba yake na malaika wote watakatifu, wakimsindikiza katika ujio wake huo. Badala ya taji ya kikatili ya miiba ya kutoboa mwili wake mtakatifu, taji inayong'aa utukufu itafunika paji la uso wake mtakatifu. Hataonekana tena kama mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko, bali kipaji cha uso wake kitang'aa zaidi ya mng'ao wa jua. Hatavaa vazi ambalo halikushonwa, bali vazi jeupe kama theluji linalong'aa kwa kumetameta. Yesu anakuja, lakini haji kutawala kama mtawala wa muda mfupi. Atawafufua wenye haki waliokufa, atawabadilisha wenye haki walio hai na kuwapa mwili usiopatwa na mauti, na akiwa pamoja na watakatifu atautoa ufalme wote chini ya mbingu. Ufalme huu utadumu milele. Kisha wale waliomngoja kwa saburi watabadilishwa na kufanana naye. Ikiwa malaika mmoja wa mbinguni alisababisha walinzi wa Kirumi kuanguka kama waliokufa, itakuwaje kwa wale ambao hawajajiandaa, waovu, kuweza kumwona Yesu katika utukufu wa Baba yake na malaika 10,000 walioongozana naye na bado waendelee kuwa hai? Watawezaje waovu kustahimili mwonekano huu? Wataililia miamba na milima iwangukie, ili iwafiche na uso wake yeye aliyeketi katika kiti cha enzi na ghadhabu ya mwana kondoo. Fanya maandalizi kwa bidii sana kwa ajili ya kukutana na Yesu, ili atakapoonekana uweze kushangilia kwa furaha. Tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngojea atusaidie. Hatimaye utakuwa umepata uzima wa milele na utakuwa mshirika pamoja na Kristo wa utukufu wake. Daima utaisikia sauti yake takatifu ikithibitisha, tazama watu wake wapendwa. Utasoma Youth Instructor ya April 1 mwaka 1854. Hakuna hata mmoja ampendaye Yesu kwa dhati atakayesikitishwa na kuja kwake. Na wanapokaribia kuja kwake mwana wa Adamu,
Wale wampendao Yesu kwa dhati wanalitazamia tumaini kwa furaha, na watajitahidi kuweka kila kitu tayari kumtazama yule ambaye nafsi zao zinampenda, aliyekufa ili kuwakomboa. Utasoma Youth Instructor ya Aprili 1 mwaka 1854. Na huu ndio mwisho wa somo lisemao washirika pamoja na Kristo wa utukufu wake. Na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa somo zuri ulotupatia. Asante kwa kutukumbusha kuwa unakuja na unakuja tena ukiwa na jeshi kubwa la malaika. Tunaomba sisi tuwepo katika wale wote ambao watakulaki. Tunaomba Yesu Kristo, amina. Anakuja, Yesu yu